Wapiganaji wa Hizbullah kupitia kiongozi wao mkuu wanasema haiwezekani kwa Israel kuendelea kubaki huko Lebanon. Kiongozi wa Hizbullah Naim Qasim amejibu kauli za waziri mkuu wa Israel mnamo Jumapili kuhusu majeshi ya Israel kuendelea kubaki katika eneo la usalama kusini mwa Lebanon, akisema haiwezekani kwa majeshi ya Israel kuendelea kubaki nchini Lebanon. Aliongeza kusema kwamba hakuna eneo la usalama kwa Israel. Tuna jeshi la taifa ambalo lina jukumu la kulinda nchi na sisi tunashirikiana nalo. Kiongozi huyo wa Hizbullah alisema katika hotuba iliyopeperushwa kupitia vyombo mbalimbali vya habari ikiwa ni pamoja na televisheni kwamba Israel ni nchi adui na kwamba lazima iondoke nchini Lebanon. Pia alilaumu Marekani kwa kuendelea kuwepo kwa majeshi ya Israel nchini Lebanon, akisema kwa Marekani inabeba jukumu la hali hiyo kuendelea. Hata hivyo, amesema wao hawezi kusubiri ni nini ambacho kinaweza kikaendelea zaidi ya kulipa kisasi na kupambana zaidi dhidi ya Israel. Moja kati ya jambo ambalo lilikuwa likiendelea ni kwamba Israel ilitaka iondoe kabisa kundi la Hizbullah kusini mwa Lebanon na maeneo yote katika nchi hiyo. Lakini hadi sasa hakuna namna ambavyo imewezekana juu ya kuhakikisha wanaliondoa kundi hilo la Hizbullah ambalo wanadai linafadhiliwa na Iran. Miongoni katika mkataba ni kwamba Iran haipaswi tena kuendelea kulifadhili kundi hilo la wapiganaji la Hizbullah na makundi mengine wanayoyaita makundi ya kigaidi. Hivyo Hizbullah, moja kati ya mashirika ambayo Marekani na Israel wameyaweka katika makundi ya kigaidi, ni kwamba lilipata umaarufu katika miaka 1980 baada ya kuingia vitani dhidi ya Israel baada ya nchi hiyo kukalia kwa mabavu baadhi ya maeneo kusini mwa Lebanon wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya mwaka 1975 hadi 1990 nchini humo. Hata hivyo, vita kati ya Israel na kundi la wapiganaji la Hizbullah inadaiwa kwamba ni moja kati ya vita ngumu mno, kwani kwa namna moja ama nyingine ni vita ambayo imesababisha kuuawa kwa wasiokuwa na hatia, hasa raia. Kuanzia mwaka 2022, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilitoa makadirio kuwa kundi hilo lilikuwa likipata kiasi cha dola milioni 700 kila mwaka kutoka nchini Iran. Aliyekuwa kiongozi wa kundi hilo, Hassan Nasrallah, ambaye aliuawa katika shambulizi la anga la Israel la Septemba mwaka 2024, alijigamba katika hotuba yake ya mwaka 2016 kwamba ufadhili wa kundi hilo ulitoka zaidi nchini Iran, lakini hakufichua takwimu zozote za kifedha kama ambavyo imedaiwa na Marekani. Hata hivyo, moja kati ya eneo ambalo inadaiwa kwamba kundi la Hizbullah limekuwa likijijenga zaidi kupitia taasisi zake mbalimbali za kifedha ambazo zimeifanya kundi hilo liendelee kuwepo hadi leo hii, na hadi sasa ni kundi ambalo kimsingi ni moja kati ya makundi hatari mno ambayo yanadaiwa kwamba yanasababisha hali kuwa mbaya, kwa maana hali ya kutokuwa na amani katika Mashariki ya Kati ikiwa kama hivyo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.